Karibuni katika kipindi chetu cha maisha ughaibuni. Kipindi chetu kidogo tulisimama kwa muda kidogo, nadhani inapata zaidi ya miezi 5 au 6 toka tusimamisha kipindi chetu cha maisha ughaibuni kutokana na mambo mengine ambayo ya nje ya uwezo wetu. Lakini sasa hivi leo tupo na ndugu yetu hapa, tunataka tuanze kipindi chetu cha maisha ughaibuni. Lakini pia usisahau kusubscribe, pia usisahau kuchoose na kucomment katika YouTube channel yetu Babsafe TV na pia na TikTok pia Babsafe TV pia. Kwa leo tuko na jamaa yetu tumekuja kumtembelea kidogo Kigamboni, tunataka tupige naye story 2-3 za maisha ya ughaibuni aliyopitia katika safari ya wanasema mtu mweusi. Yes. Kwa hiyo karibu sana, na jitambulishe, jina lako ni nani na tuanze na story ambayo ya maisha uliyopitia kwenda bwana, mimi najulikana kwa jina la Balozi wa Mabaharia, lakini kuna wengine wananiita mimi Chemwa, lakini jina la maarufu kabisa wananiita Balozi wa Mabaharia. Bwana, Balozi wa Mabaharia. Muona mambo Balozi wa Mabaharia ni hatari hiyo. Twende kazi. Mimi bwana, katika safari yangu kwanza nimeanza safari, nakumbuka katika kipindi na miaka kama 28 mwaka 2000 kama na 10 hivi. 12 na sitokosei, katika mwaka 2012. Lakini katika kwanza safari yangu nilianza safari yangu ya kwanza kabisa nilipitia njia ya panya. Kutoka zangu hapa nimepitia Msumbiji, kwa sababu kuna njia ambayo watu wengi wanatumia halali, yenye ambao wenye passport wanaenda kihalali wanatumia kwenda Zimbabwe. Lakini sisi ambao tunapitia njia za panya mara nyingi tunapitia Msumbiji. Kwa sababu Msumbiji pale ni rahisi kutoka boda ya Msumbiji kuingia South Africa, kwa sababu South Africa pale ukishaingia kule inakuwa ni rahisi kwa sisi wa Tanzania, kwa sababu kuna njia ambayo inaitwa Katembe. Ni huo ni msitu wa wanyamapori. Huo msitu wa wanyamapori kama unavyoona hapa Tanzania, Serengeti, Manyara, Mikumi. Kwa hiyo yani huko katika huo mpaka ambao upo katika South Africa na Msumbiji, kwa huko hakuna maaskari. Kwa hiyo sisi vijana ambao tunatumia njia za panya au tunatumia kukatiza katika huo msitu wa wanyamapori. Kwa hiyo kwa sababu hakuna maaskari, kwa hiyo inakuwa rahisi kwa sisi kupita. Kwa hiyo tukipita huko Zimbabwe kupita njia za panya inakuwa ngumu. Hiyo mara ya kwanza, lakini nilirudishwa baadaye, wakati nipo Australia, kwa sababu South Africa vijana ambao sisi tunaenda tupo vijana wa aina 4. Kwa sababu kuna kijana wa kwanza ambaye anaenda South Africa, yeye anaenda kutimiza usera, kwa sababu usera maana yake kwamba mtu akifika South Africa anajiona yeye ndio kashamaliza uni yani. Kwa hao wapo kundi la kwanza, lakini kuna kundi la pili ni wale wa Tanzania ambao wanaenda South Africa kwenda kusoma na kwenda kufanya kazi za kiserikali. Umeona bwana, hao kundi la pili. Lakini kundi la tatu ni lile kundi ambao wa Tanzania ambao wanaenda South Africa, wao wanaenda kufanya biashara na kutafuta maisha, na wameagizwa na ndugu zao ambao kwamba wanapokewa kule, ambao ndugu zao walitanguliaga kipindi cha mbele, wana maisha mazuri. Kwa hao wanakuwa wanawaagiza ndugu zao kutoka Tanzania, wakifika kule wanawatafutia kazi, labda katika kudelivery mizigo, pizza, burger, kufanya kazi za sheri, kuuza maduka. Lakini kuna wa Tanzania ambao wanaenda South Africa, kundi la mwisho ambao kundi la 4 ambao ni mabaharia kama mimi au kama sisi mabaharia. Tukienda South Africa sisi bwana hatuna habari ya kusema kwamba tukaishi South Africa, kwa sababu South Africa sisi mabaharia tunaona kama ni Afrika, tunaona kama ni Tanzania. Kwa hiyo sisi tukifika South Africa, sisi South Africa hatukai. Huwa tukienda mabaharia tunakuwa South Africa hatukai. Kwa hiyo kuna Watanzania ambao wamelizika na South Africa, ambao wao wanajiita wasafiri, matraveler, na sisi mabaharia ambao sisi South Africa tumegonza kama njia ya kwenda kudandia meli kwenda zetu Ulaya, kwa sababu South Africa kuna beach moja inaitwa beach Durban Natali. Hapo Durban Natali hapo kuna maskani inaitwa maskani Reli 2. Huko maskani Reli 2 huko kuna vijana wa Kitanzania ambao wanaoingia South Africa, wana mpango wa kuishi South Africa, kufanya biashara wala nini, wao watakwenda Ulaya, ndio tunaenda huko beach Durban Natali. Lakini kuna beach nyingi ambazo zipo South Africa ambazo vijana wa Tanzania tunatumia kwenda kudandia meli kwenda Ulaya. Kuna beach kwa mfano East London, Port Elizabeth, Richard Bay, Chaka huko Cape Town. Umeona bwana. Lakini mimi beach langu ambao nimeenda kudandia meli kanipeleka mpaka Australia ni beach ambayo inaitwa Durban Natali maskani. Sasa kwa nini tunasema kwamba South Africa sisi mabaharia hatufajiri kwenda kuishi South Africa? Kwa sababu kwanza South Africa sisi tunaona ni Afrika, na vile vile ili udandie meli, umeona bwana, sisi kuna masharti ya kibaharia. Sharti ya kibaharia, kwanza baharia ruhusiwi kulala ndani. Umeona bwana, kwa sababu ukilala ndani meli sisi huwa tunadandia saa 9 usiku au saa 10. Ina maana wewe baharia ukilala ndani
ina maana utapitiwa na usingizi, meli itakuacha. Sheria namba 2 ya kibaharia, baharia haruhusiwi kufanya biashara wala kufanya kazi, kwa sababu ukifanya kazi, ukifanya biashara South Africa, yani wewe baharia utakuwa utazingatia biashara na kazi, utasahau kudandia meli kwa sababu utazingatia kazi na biashara. Lakini sheria namba 3, baharia haruhusiwi kuvuta unga wala kunywa pombe, kwa sababu ukivuta unga, ukinywa pombe, ukivuta unga utadivela, utatinga, meli itakuacha. Umeona bwana, ukilewa utapitiwa na usingizi kutokana na usingizi wa pombe. Si unajua usingizi wa pombe ulivyo. Lakini vile vile baharia anatakiwa awe na mavazi ambayo yanafanana na wafanyakazi wa bandarini, hayo yanauzwa, anatakiwa uwe nayo. Umeona bwana, kwa kipindi unapolala nje, basi wewe unatafuta na misosi ya kulia kwenye meli. Umeona bwana, kwa hiyo South Africa vijana ambao tunaoenda South Africa kama nilivyokuelekeza, kuna makundi 4 ya vijana ambao tunakwenda South Africa. Lakini sasa picha linaanza South Africa kama South Africa. South Africa maisha yapo na nchi yao, uchumi wao uko vizuri, hauwezi bwana kushinda baadhi ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini sasa vijana wengi huwa tunaenda pale South Africa, hasa sisi wa Kitanzania huwa tunaenda South Africa kwa kuto kujipanga. South Africa tunaenda South Africa, wa Tanzania tunaenda bila kujipanga, kwa sababu cha kwanza 90% tunaenda South Africa bila pasipoti. Umeona bwana, sasa ukiingia pale bila pasipoti, ina maana tunatumia pasipoti ya karatasi, ile pasipoti ya muda. Ile pasipoti ya muda ukifika South Africa ile haifanyi kazi, wenyewe wazungu wanakuambia haisebenzi. Yani haifanyi kazi maana yake. Kwa hiyo ukifika pale South Africa ile pasipoti yako unakuwa hauna pasipoti, ina maana kwamba umeingia South Africa sio kihalali. Kwa hiyo sasa yote ukikamatwa unapelekwa kituo cha polisi, unapelekwa kwenye camp ya wakimbizi ambao wanaitwa Lindela. Huko Lindela huko ukishaingizwa huko inategemea wewe umekuwa wangapi kukamatwa. Kukamatwa ukiwa wa kwanza, basi unabidi usubiri mpaka mtimie wa Tanzania 120, mnaikwa kwenye ndege moja, mnarudishwa kwa Tanzania. Umeona nipata. Lakini wenzetu wa Zimbabwe wanarudishwa kwa mabasi kwa sababu ni karibu. Wa Mozambiki wanarudishwa na treni kwa sababu ni karibu. Lakini camp hiyo ya Lindela ambayo ipo South Africa kwa ajili ya kuwaweka wahamiaji ambao wameingia South Africa sio kihalali. Humo ndani kuna mataifa tofauti ya kutoka bara la Afrika na duniani. Kwa hiyo sasa ukiingia South Africa kama hauna passport, ina maana maisha yako au maisha ya kijana yote ambao wanafanya hivyo yanakuwa maisha sio ya maana, yani maisha yanakuwa maisha kubahatisha, kulenga na yani unakusebenzi vizuri yani. Lakini kitu kingine kinachoharibu sisi vijana ambao tunaenda South Africa wa Tanzania, cha kwanza sisi hatujui lugha ya Kiingereza, kwa sababu Kiingereza ni lugha muhimu at least, yani ingekuwa mtu hata kwenda South Africa hapa Bongo unajipanga mawasiliano, unaenda kusoma tuition ya Kiingereza miezi 3, kwa sababu lugha ya taifa South Africa ni Kiingereza. Hiyo Kizulu ni lugha ya kabila kama unavyoona huko Kinyamwezi. Hiyo sijui kinani Kikosa ni lugha ya kabila kama unavyoona huko Kindengereko. Au sio bwana, hiyo Kiswana ni lugha ya kabila kama unavyoona kama huko Tanzania labda Kimatumbi. Ushaelewa? Kwa hiyo South Africa wanaongea lugha ni nyingi za makabila zile, kwa sababu kama ukienda kule boda ya South Africa na Botswana kuna mkoa unaitwa Zilasti, au kutoka mkoa Zilasti ukija huko ndani kidogo kuna mkoa mwingine huo unaitwa North West, ambao North West huo au sio bwana, hapo unaongea Kiswana kwa sababu kule wamepakana na Waswana, wapo karibu na boda na Botswana, lakini ni wa South Africa. Sasa subiri hapo, kuna kitu kimoja nilikuwa nataka nifahamu baada ya kuingia South Africa, ulivyopita njia ya Msumbiji au sio? Kwa ulivyoingia na South Africa wewe ulifikia kwa nani na ilikuwaje yani? Mimi nataka story hapo kwa twende kimdoloni. Hapo Msumbiji hapo ndugu yangu, mimi nilifika ndani ya kwanza nilivyotoka hapa kwanza Tanzania na passport yangu ya temporary ya karatasi ya muda. Moja kwa moja miezi 3. Hiyo inaruhusiwa Afrika Mashariki. Kwa moja kwa moja mpaka Ruvuma kafanya mpango kuvuka mwanangu moja kwa moja papatu mzee mikoa wa Msumbiji, Pemba, Kilimani, au sababu bwana Msimbwa, mpaka nikajikuta mimi nimefika Maputo mji mkuu ambao upo kusini mwa Mozambiki. Huo ni karibu na kwenda wapi? South Africa. Kwa hiyo mimi katika kufika pale kwanza nikakutana na Waethiopia, nikakutana na Wasomali, na wao katika safari ya kuendea South Africa kupita njia za panya. Kweli pale mimi nikakutana na Mtanzania mwenzangu anaitwa Chile, huyo Chile mtoto Mwanzese, na yeye tumekutana katika safari. Kweli moja kwa moja tulivyoingia pale mzee tukakutana na watu wa Msumbiji, au wakatuelekeza njia ya kupita katika hiyo njia ya nyamapori, boda hiyo.
Kweli tukaelekezwa njia, tukapita, tumepita kwa kufika katikati ya msitu baba. Kweli kwa sababu ule msitu ule wanyamapori ndio kwanza mtembee mchana, msitembee usiku, lakini sisi kwa tuna force tutembee hadi usiku ili mradi tuweze kumaliza mapema, tufike South Africa mapema. Lakini ukipiga mahesabu sisi kumbe wale jamaa walivyotuambia tutembee mchana tulikuwa hatujui nini maana yake, kumbe tutang'atwa na wanyama, na kweli sisi tukaforce kutembea usiku, ilikuwa mida kama saa 4. Kweli katika kupita nini kukutana na simba, kundi la simba. Kweli katika kukutana na kundi la simba kweli tukaenda kukimbizwa, katika kukimbizwa mwanangu chini yule pale akakamatwa, mtoto wa Manzese yule wasikia, lakini sisi wengine wote tukapanda juu ya miti. Katika kupanda juu ya miti mwanangu tumening'ang'ania miti, miguu ndengu kweli, tukiangalia chini mwana chisili analiwa na wanyama na simba. Mwanangu nini wewe mnamuona mmoja kabisa anafuliwa na simba. Yaani live hivi tunamuona katika msitu wa wanyamapori, kwa sababu nilipokuambia huko askari hawakai, kwa sababu wanajua mna binadamu mwenye utimamu anaweza kukatisha huko katika msitu wa Serengeti, Manyara, Mikumi, ukatize kwa mguu, na kati hao wenyewe magemu reserve wenyewe wanaenda bastola. Bastola, bunduki, na wanaenda na gari ambayo ina security. Ushaelewa? Kwa hiyo sisi tunakatiza katika msitu kwa sababu nini? Tunataka tuingie South Africa. Kwa hiyo ndio madhara ya kusafiri kwenda nchi ya watu, kwa mfano kama South Africa bila kuwa na pasipoti au kwenda sio halali, kwa sababu utapita njia ambazo njia sio rasmi, ambazo njia hatarishi, ambazo zinaweza kufanya wewe uondoke duniani kwa chapu kwa haraka au upoteze maisha, upate kilema. Kwa sababu nini? Utakwenda South Africa ambao sio halali. Ushanelipata sio bwana. Kwa hiyo dakika ya mwisho yule mwanangu nini akaliwa, sisi tukashuka baadaye wale simba kumtafuna yule simba imefika asubuhi sasa bila kama saa 2 simba wakatawanyika. Sisi tukaendelea. Katika kuendelea mwanangu njiani nakutana na mafufu. Kwa hiyo walikula vitu vyote yani. Wamekula kitu chote, wamebakisha kichwa. Umeshaelewa sio wewe bwana, matumbo nini? Umeona bwana. Kwa hiyo dakika za mwisho nini katika tuendelee na safari, njiani kwa tukaendelea kukutana na mafufu ya binadamu. Maskeletoni nini? Nikauliza na simba sasa. Mimi sijajua hapo, nilikuwa nauliza sasa ndugu zangu wale ambao wanatembea nao, bwana hawa vipi pole maskeletoni? Akaniambia bwana hawa maskeletoni hao sio hivyo, wengine hapo wamegongwa na nyoka, mabaharia hao walikuwa wanaenda South Africa, wengine wamegongwa na nyoka, wengine hapo wameng'atwa na chui, wengine wameliwa na simba, kama alivyoliwa ndugu yako Chile unavyomuona pale tunamshuhudia. Basi nao mabaharia ndio hivyo hivyo, yani katika msitu huu ukikatiza wewe na Mungu kama wewe hapa mpaka ulipofikia hapa mwanangu, wewe bahati yako kufika sehemu kama hii hapa. Hiyo ni baba na mimi moja kwa moja, hiyo tena Mungu akajalia mwanangu tukafika mpaka mpakani. Hiyo baba, hiyo story nimekuja kuisikia toka huku. Kabla sijatoka Bongo nikaambiwa kabisa, yani mtu wote anaenda South Africa alipitia njia Msumbiji, huyo koli Skangaga, huyo koli Kaskazi, huyo koli Kidume, kwa sababu hiyo njia ndio inaitwa njia Kiumeni. Hiyo njia ya Mozambiki hiyo. Mtu alopita huku Zimbabwe si una basi, hiyo sio njia Kiumeni, njia kawaida. Tunaenda njiani mzee, unakula msosi, umefika Swiss Pass. Kweli moja kwa moja sisi tukaingia zetu mpaka mpakani hapo. Hapo mpakani hapo baba, tukafika pale mzee, tukakuta senyenge zimewekwa mbili, kuna senge moja ina umeme, senge moja ina umeme. Imekuwa senyenge mbili kama hivi. Katikati hapo kuna barabara la way ya patrol ya magari ya polisi wa South Africa kuangalia usalama wa mpaka. Ushaelewa? Kwa sababu tukasikilizia mpaka mida za giza kama saa 4 hivi usiku. Kwa sababu tukiona gari ile ambalo linakuja kule linawashataa, tunajua askari wale wanakuja. Sisi tunabonyea, tunaploa chini. Kwa hiyo askari wakipita, tunaenda pale senge ya umeme, tunachukua mti mkavu, tunaibinjua ile, tunaisimamisha hivi, na huko tunaibinjua ile waya umeme tunasimamisha. Kwa hiyo tunapita hivi, tuna claw katikati pale kati ya mwanya na mwanya. Ile senyenge ya pili haina umeme, sisi tunaitambuka ile, tunaipanda nini naikwea na upande wa pili, au tunaifinya tu nini upande wa pili. Kwa hiyo katika upande wa pili tukutana na vichaka. Sio unajua South Africa kuna ile misitu ile yenye miti mikubwa kama Tanzania, kuna kule nini Savannah Woodland. Yani Savannah Woodland ile ni misitu ambayo yenye miti midogo, sio unajua babu, na vinyasi vifupi. Kwa hiyo mwanangu moja kwa moja nini pale sisi kila mtu akaelekea kachaka yake, hapo ndo tukaachana hapo. Kuna wengine wameenda vijiji vya mwanzo vinaitwa na wale wa Somali na Ethiopia, wengine wameenda vijiji vya mwanzo kwa ndugu zao huko kunaitwa Manguzi, kwa kijiji cha vya mwanzo hiyo kingi kutoka Mozambiki kuingia South Africa. Kuna vijiji vingine kinaitwa Mpangeni, au bwana hapo ni rahisi kwenda Debeni, hapo ni rahisi kwenda mji mmoja unaitwa Mpumalanga karibu hapo. Mpumalanga huo ndo mji ambao ukitoka Mbombela unaingia kwa Mpumalanga, ni miji ya karibu kutoka Maputo Msumbiji. Ushaelewa? Na hiyo huo ukiingia huko ukishavuka ile boda unakutana na Mozambiki kama wote, ambao Mozambiki wao kwa siku wanavuka mpaka wana Mozambiki hata 200 150 kuingia South Africa, kwa sababu ni karibu. Kama unafuona hapa Tanzania na Kenya pale na Manga, unapita pale kuna machaka kibao njia kwenda Kenya unayajua, na Kenya kuna machaka kibao unayajua kuingia Tanzania. Kwa ndio hivyo Mozambiki kwa siku wanaingia 150 200 au sio bwana, lakini wa Zimbabwe nao kwa siku utakuta wanaingia 150 200. Ushaelewa bwana? Kuna walisutu kwa South Africa, kuna mafuriko makubwa ya wageni kutoka nchi tofauti za Afrika na duniani. Kwa changamoto yake ni kubwa sana katika competition ya kutafuta hela
hela kama mtu na ubongo wako huko, ubongo wako wewe yani hauko strong, ni vigumu sana kupata hela, kwa sababu kila mtu ana hasira hela, anataka arudi nyumbani kwake na pesa, akatumwa pesa. Kwa hiyo kama wewe ukienda South Africa haujui Kiingereza, hauna fani, hauna ujuzi, ila maana wewe utakaa sana, utasota sana, kwa sababu Kiingereza ndio lugha ya mawasiliano ya kufanya biashara, lugha ya mawasiliano kwenda kuomba kazi, kujielezea wewe ni nani, umetokea wapi. Kwa hiyo Watanzania wengi tunafeli kwenda South Africa tu, hata Kiingereza cha kuombea maji. Matokeo yake hata ukimwona mzungu unamuogopa, ukimwona bosi ambao labda kabila tofauti, labda Mwethiopia au mtu kutoka Sudani, kwa sababu wewe mtu Kiswahili hajui, au labda Mpakistani hata kukupa kazi utashindwa kufanya naye kazi kwa sababu unashindwa kujielezea. Kwa hiyo matokeo yake unakuwa tu unazurura. Kwa hiyo kuna ongezeko kubwa la Watanzania ambao wanaozurura South Africa kama nilivyokuambia, yani wengi hawana michongo na hapo unakuta wengi wa Tanzania ambao wanakwenda South Africa wanaingia kwenye magrupu ya kuuza madawa ya kulevya, wanaingia kwenye magrupu ya ujambazi, wanaingia kwenye magrupu ya kuwa majunki wale ambao mateja kwa sababu ya elimu hawana na ile wanaita fani hawana. Na South Africa wanakajibu wewe na fani una elimu. Na tuendelee. Kwa hiyo hao vijana ambao wanaingia kwenye makundi ya madawa ya kulevya, wale wote wanakuwa wamekata tamaa ya maisha. Yani kwa sababu South Africa sehemu ya kulala ni gharama, chumba cha uani mjomba 150,000 nje ya mji. Kwa mfano kama hapa tuseme Kigamboni huko au Sofi bwana, Cheka huko mbele huko, chumba cha uani na kila nusu. Bunju huko huko Gongo la Mboto huko Majowe huko ndani chumba cha uani na 150,000, na bila asubuhi utoke upande daladala uingie town. Ushanipata, una hela kwenda town, utakaa huko machakani huko ndani huko Uswahilini huko. Kwa hiyo picha linaanza, wewe umeingia South Africa, una hata 10,000 mfukoni. Hivi wote enda kulala wapi mboi? Utaenda kulala wapi? Au nani Mtanzania gani atakuchukua wewe akupeleka kwenye chumba chake wewe akujui, labda yeye mwenzako katoka Temeke umetokea Manzese, atakuchukua vipi wewe akupeleke kwenye chumba chake ukalale? Akujui wewe sio ndugu yake, sio mtoto wa mjomba wake. Kwa hiyo kama umefika maskani, wewe mimi nimetoka Tanzania, wewe poa, karibu, watakukaribisha msosi, utakula, lakini mida ya kulala utakuta mwanangu nakuja sasa hivi. Nakuja sasa hivi mwanangu, na nakuja sasa hivi. Hao warudi tena, hiyo watu wanakukimbia. Sasa pale ulipoingia sasa South Africa, tuingia pale tulipoingia South Africa, na ulivyoingia South Africa ilikuwaje? Mimi mwanangu katika kuingia kwangu South Africa moja kwa moja pale mimi mzee nikaenda barabara kuu. Katika barabara kuu pale mimi nilianza nikaenda kusimamisha malori, yani kuwaiki. Unajua kule South Africa ndio kuwaiki, yani unasimamisha malori, yani umeona bwana. Kwa hiyo malori kule sio unasimamisha hivi kwa kupunga kama Tanzania, kule magari unasimamisha kwa vidole. Au sio vile bwana? Kwa ishara. Kwa hiyo ukifanya hivi yani pezuru yani mjini town pezuru au sababu juu yani kidole juu yani ushamwona, afu kuna hivi yani unaenda so town, unatoka nje ya mji au tafi bwana. Yani kuna staili nyingi ya kusimamisha magari. Kule gari usimamishi hivi kama unapunga hivi, kusimamisha hivi punga, hata daladala ukipunga hivi gari haisimami. Kule watu wanaenda kwa ishara. Sasa ulijuaje hizo ishara katendo? Mimi nishaelekezwa, kwa sababu unapokuwa unasafiri unaenda South Africa, ina maana unakutana na watu wasafiri, mnaongea habari za safari. Ushanelewa? Kwa hiyo utakuwa unajua vitu vingi kuhusu safari kwa sababu upo safarini. Kwa hiyo mimi nilifanya vile, gari ya kwanza ikanipita, gari ya pili ikanipita, gari ya tatu mwanangu kweli chuma ikasimama lori. Katika kusimama lori mwanangu dereva mzungu mlangilangi. Kwa sababu South Africa wanaendesha malori wengi ni walangilangi. Kwa sababu watu weusi wazuruzuru wa South Africa hataki kuendesha malori, kwa sababu wao watakuendesha sana madaladala. Kwa sababu wana wivu sana na mademu zao, wanapenda wafanye kazi asubuhi, jioni warudi nyumbani. Lori mtu wa kutembea mwezi, wiki mbili, wiki tatu, haupo nyumbani. Kwa hiyo kazi hizo wanaifanya walangilangi, kutembea na malori. Ushaona, ndio maana wanatoa fursa hata kwenye nchi za Afrika Mashariki kupata kazi ya kuendesha malori. Zipo nyingi, kwa sababu wenyewe wa South Africa wataki hizo kazi. Kwa hiyo mimi nikasimamisha lori, mzee nikamuuliza mzungu, nikamwambia mzungu I want kwa sababu Kiingereza cha kuombea maji nakijua. Umeona, mimi Kibasila pale secondary school. Nimesoma pale Kibasila. Lakini Kibasila nilosoma mimi sio Kibasila ile ya serikali. Hapana, kwa sababu Kibasila kipindi hiko kulikuwa na shule pale ya elimu watu wazima, yani taasisi. Kama Menkwa hivi. Sio Menkwa, ilikuwa taasisi ya elimu watu wazima, ni vijana tunasoma tu fresh, yani ukitoka huko na kama ilikuwa Tandika ile usoma Juma Nature ile. Sasa Kibasila pale primary kule, unajua wanafunzi wakiondoka primary tunaingia sisi. Tunavaa uniform nini fresh, au sio bwana, na vyeti shule imesajiliwa nini fresh. Kipindi hiko yani. Sasa mimi nilitoka zangu shule moja, nilifaulu. Kuna shule inaitwa Kipatino Secondary School. Ipo Kilwa, wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi. Huko nilifaulu huko. Kwa hiyo kule nimesoma miaka hiyo miwili, lakini sasa kutokana na mazingira kule unajua bwana, mambo ya masika usafiri unakuwa mgumu. Familia yangu ndio kananimisha huku, kawa nafuatilia kusoma kuhamia pale Kibasila ya serikali, ikashindikana, nikaenda Kibasila taasisi ya elimu ya watu wazima.
au sio bwana, lakini tunavaa uniform kabisa. Kwa hiyo nimemaliza pale. Sasa hivi wanaita Menkwa. Sasa hivi wanaitwa Menkwa. Menkwa. Basi ndio hivyo, ndio nimesoma pale nikamaliza pale. Katika kumaliza pale kwa hiyo Kiingereza kidogo cha kuombea maji na kifahamu. Kwa hiyo nikamwambia yule mzungu nikamwambia yule mzungu bwana brother help me brother, I want to go Johannesburg. Basi yule mzungu akamwambia my truck is not going to Johannesburg, is going in Mpumalanga. Yani gari yangu haiendi Johannesburg, inaenda Mpumalanga. Nikamwambia okay, no problem brother, help me. Akanambia do you have money? Na hela? Nikamwambia no money. Nikamwambia sina hela. Kule nikamsha gari in the car. Akanambia bwana ingia kwenye gari. Kwa mzee nikagari. Kwa mzee nikagari in the car, nikaingia kwenye gari kwa moja kwa moja mpaka Mpumalanga kaniacha. Mpumalanga pale nikatafuta marafiki pale washikaji wa bongo yani wa bongo ni ambao wapo wa Tanzania wanaishi Mpumalanga. Kwa katika kuulizia nini papato nikakutana na bongo hapo pale Mpumalanga. Kuna mtaa mmoja unaitwa Nile Split. Hapo Nile Split hapo kuna wabongo kama wote hapo, kama unavyosema, wengine wanauza bange, wengine wanauza unga au sababu bwana, wengine wana maduka yao, wengine wanafanya biashara ya maepo, wengine pale wanauza nguo zile, wanauza nani. Kwa nilikutana na wabongo kweli, wabongo mzee, nikaomba msaada bwana, nifanyeni mpango mimi bwana, mimi nataka niingie Johannesburg, mimi hapa nimefika sina kitu. Wale wabongo kweli wakanichangisha hela, wakanisaidia, ambao wenye uwezo wao, mwenye kutoa katoa, mwenye kutoa kidogo, kutoa kikubwa. Kwa hiyo mimi nikapata nauli pale moja kwa moja nikaingia zangu Johannesburg. Lakini lengo la mazumuni mimi ilibidi niende zangu Durban Natali, lakini bahati mbaya nimeteleza, nimepitia upande huu wa Johannesburg. Kwa sababu Durban Natali pale mimi kuna alonipa mimi inspire kwenda South Africa ni baba yangu mdogo anaitwa Alikumba. Alikumba yeye huyo ndo alinipa mimi, alinifanya mimi niende South Africa muda mrefu. Nilikuwa natamani niende South Africa kwa sababu bwana yeye alienda South Africa kule akafanikiwa, akapata mwanamke wa kizuru, na hapa nyumbani Buguruni, kwa sababu asili yangu mimi nyumbani kwetu sisi kitambo ni Buguruni. Kwa hiyo pale Buguruni pale yule bwana akabomoa mjengo wa familia akaujenga mpaka sasa hivi ipo nyumba hiyo ninavyokuambia Buguruni Buguruni Chile pale kijiwesha hapo nyuma Y2K kule, au sio bwana, au nyuma kituo cha polisi kuna mtaa ule unapita ule nyuma kule wanauza spare za magari. Mbona bwana ukienda kule kuna maduka kibao ya spare magari Buguruni nyuma kituo cha polisi au nyuma Y2K ule Y2K bar. Kwa hiyo mitaa ile, kwa hiyo kuna maskani inaitwa Santiago Chile. Hiyo Santiago Chile huko sasa ukiingia kuna sehemu inaitwa Fanaka huko karibu na Jayambe, au sio bwana. Kwa hiyo kule ndio huko kuna mjengo wetu mfadha kabomoa kaujenga fresh, mjengo ulichoka, kwa hiyo mjengo umekaa sawa, kaleta gari aina noa, tulikuwa tunaichezea tunaitimba, tunasema kwa South Africa fresh. Huyo ndo huyo ndo alifanya na mimi mwenyewe niende South Africa, role model wangu huyo fadha huyo. Kwa hiyo na mimi dakika ya mwisho nikasema mimi hapa napita tunaenda zangu Debeni kwa fadha, au sio bwana. Kweli mzee kufika pale Johannesburg, kwanza mzee kufika tu kweli nikafika sehemu hiyo pale tu MTN hapo ndio town city center kama unavyoona hapo Kariakoo au Posta, unajua hapo MTN hapo pembeni kuna Park Station maana yake kama unavyoona stendi kubwa la mabasi, kama unavyoona Magufuli, stendi la Magufuli lile, yani hapo mabasi yanaingia kutoka Zimbabwe, kutoka nchi tofauti za Afrika, au sio bwana, hapo wageni kama wote hapo. Kwa hiyo hapo pembeni hapo kuna maskani ya watoto wa Buguruni hapo, wengine wanauza biashara sigara, wengine wanauza vitu vya kuosha vyombo, yani vitu vidogo, au sio bwana, wengine pale wanapiga ndole, wengine pale mwanangu wanauza madawa, yani kila mtu ana mishemishe zake, au sio bwana. Kwa hiyo mimi nilipofika pale wanangu wakanikaribisha, wakaniambia bwana karibu, au sio bwana, umetokea Bongo sehemu gani? Nikaelekeza Buguruni. Buguruni mwenzenu huyo mboi, msimwache fresh. Kwa dakika za mwisho mimi nilikuwa na vinguo vyangu yani hivi kawaida tu nimevibeba kwenye begi ili katika safari yangu badilisha njiani. Kwa hiyo kufika pale wakaniambia bwana weka begi lako hapa, vipi umekula, twende ukala. Wakanipeleka katika hoteli moja hivi, hiyo hoteli bwana ina hoteli kama vya Afrika nzima, yani vyakula vya Afrika mzima, Ethiopian food, Ghana food, Nigeria food, Tanzania food. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nikaenda katika hoteli hiyo, au sio bwana, yani hoteli vimejipanga, yani wamejenga special ghorofa moja, yani unapanda juu yake. Kwa hiyo kufika pale mimi nikaenda Tanzania food, Tanzania food nikakutana na dada wa Tanzania pale, bobo maragi samaki kuku, au sio bwana. Kwa hiyo mzee nikaagiza pale, nikamwambia bwana nigeo bwa kidali, sio unajua kwa kibongo, nikaupiga pale begi langu nimeacha pale maskani. Kwa pale maskani dakika ya mwisho mwanangu nakuta pale begi langu alipo, nauliza begi langu vipi? Mwanangu dakika ya mwisho ananiambia wewe kuja maskani hapa, begi lako amebeba amekimbia. Sasa askari atachukaje kwa kibongo katika upelelezi mwanangu? Nikiangalia hivi nikakuta
Bongo mwanangu kuna wengine mwanangu ambao nilitegemea kwamba South Africa miaka 7 miaka 8 nimeachana naye Bongo, hii nakuja kumuona kule mwanangu, hii kachoka mwanangu, ipotika tika na yani hali mbaya mwanangu, haelewi hata kiswaswadu cha 10 kile kisimu cha 20 hana hiyo South Africa yenyewe mwanangu, niko hii mwanangu hivi vipi na kuaje South Africa kweli South Africa au unaita au buza huku au bwana hiyo labda utofauti ndani magorofa tu kwa lisopoa katika miaka sijakaa sawa. Kuna mwanangu mmoja kaja pale kaniambia bwana sikiliza hilo begi lako mwanangu, kuna mwamba kalipitia hapa ujue mgongo mwenzako, sema na njaa ujue huyo Bongo kibao atakurudi Bongo ujue, sema nauli hawana, nauli ya ndege 700,000 auzo bwana ya Tanzania ya Rwanda auzo bwana ya Ethiopia 700,000 ya Tanzania 700,000 ukipiga mahesabu ya Rwanda 600,000. Kwa hiyo picha inakuwa vipi? Mtu atakunda Bongo haya 700,000 yenyewe hana, hiyo ya msingi tu 300,000 hapa Tanzania South Africa hana auzo Bongo. Unaona nakuibia dingo zako, nikana kwa mwanangu sio poa, wewe sijakaa sawa mwanangu, nikiangalia hivi nakuta mtu katoka zake huko mwanangu bado maskani kampiga mtu bunduki la kichwa na bue bunduki la kichwa mwanangu kampiga mtu bunduki la kichwa yani kampiga mtu bunduki la kichwa afa hajakimbia kaka pale mimi nikauliza wewe mwanangu vipi, mbona wewe jamaa kampiga mtu bunduki la kichwa afa hajakimbia inakuaje? Kaua kaua mwanangu mwashikaji anambia wewe sikilizia mwanangu namba kuna namba hizo mwanangu 26 27 na 28 mwanangu hizo namba 28 hiyo mwanangu hapo kwenye tusimame kwenye namba huwa watu wanasema kuna namba 26 27 na 28 28 ya kubana na 28 ya kuachia. Hizo nakuja mwanangu hizo namba ndo wananipanga sasa mwanangu. Unaambia kuna namba 27 kwanza hii namba 26 wanafanya hivi auzo vipi bwana hiyo hiyo yani wanafanya hivi yani kufanya hivi 26 namba hiyo namba hiyo baba haupewi tu hivi namba wenyewe wanaokupa wale wenyewe wa namba na wakikupa hiyo namba wanaenda kukupeleka mkoloni kwenda kukufunda kama anavyofundwa mwali ujue jinsi gani namba anapoishi. Sisi wa Tanzania hatuna namba, tunaenda kama chafu moja. Sisi wa Tanzania hatuna namba, ni pleni. Ushaelewa? Namba hizi ni wenyewe asili yao South Africa wameiga kutoka abroad huko. Na ninavyosikia hata Mandela mwenyewe alikuwa namba 26 na ili upate namba 26 lazima uwe mtu kwa kisu hapa. Unapichoma kisu cha umu ndio unapewa namba. Namba huwezi kupata bila kuwa mtu. Na unavyomuua wewe mtu lazima wale wenzako wana namba lazima waone. Kwa mfano wewe namba 26, huyu namba 26, mimi sio namba 26. Tumeenda sehemu kwenda kufanya tukio au sio vipi bwana? Kwa hiyo tukio tunaenda kulifanya pale ili mimi nipate namba. Kwa hiyo inabidi mimi yule mtu tunamkaba, lakini mimi inabidi nimuue. Wakati namuua wewe mwanzo namba ushaua mtu kitambo, ushaona mimi nimeua. Na huyu kashaua kitambo lakini kaona mimi nimeua. Kwa hiyo sasa nyinyi sasa mnanipa mimi namba na mnaenda kwa wakubwa, bwana huyu kaua tayari. Kwa hiyo pale mimi nafundwa pale. Napewa mafunzo jinsi namba naishiwa vipi. Hata kama kuna mafunzo vipande niko navijua naongezewa na vipande vingine. Kwa hiyo namba sio kwamba unakaa unaamka tu asubuhi eti mimi namba 26. Kama Bongo unasikia tu saa 62. Hiyo 42 45 sijui. Hiyo wamejipachika tu. Sisi wa Bongo hatuna namba. Ndio maana namba sisi tunaenda kama chafu moja, sisi pleni. Ushaona wameiga tu kutoka South Africa kwa sababu hata Mandela alipata namba jela baada ya kukaa miaka 27. Kuna mtu alimzingua jela akampiga mtu bisu la shingo. Auzo hivi bwana akamdondosha mule jela. Kuna namba hiyo inaitwa 27 hiyo. 27. Tuendelee. 27 unafanya hivi vidole. Yani hapa watu huwa alama ya bunduki. Yani unaua mtu kwa bunduki. Auzo hivi bwana. Umeenda kufanya tukio auzo hivi bwana, lakini tukio umefanya fresh, wanaua mtu kwa bunduki. Yani hao wanatumia bunduki, wanatembea na bunduki. Yani 27 mtu anaenda kufanya tukio auzo hivi bwana, afu tukio umetoka vizuri. Kwa hiyo kama wewe unataka namba basi unabidi umdondoshe mmoja, mnaenda kumkaba pale mbele wenzako ana namba ndio wanakupa hiyo namba 27 auzo bwana. Afu kuna 28 kuna 28 aina mbili. 28 wanafanya hivi vidole wanafanya hivi 28. Hii hapa 28 ya kubana hii. Unaona hii ya kubana hii. Alafu kuna ya kuchanua 28 mchanuo inaitwa. Hapa papo wazi hapa. Umeona hapa papo wazi hapa. Yaani hapa maana yake huyu ni shoga 28 shoga hapa papo wazi. Kwa hiyo hata Bongo hapo ukipiga picha ukifanya hivi basi South Africa sasa wanakujua shoga ujue. Hapa papo wazi. Hivi yani hivi ukifanya hivi wewe ni shoga hivi. Umeona hivi? Hapa sipo wazi hapa. Mbanaji anafanya hivi 28 ya kubana. Huyu sio shoga. Kwa hiyo ili upate namba 28 lazima uwe askari jela au uraiane.
ndio unapata namba 28. Haijalishi ukiwa shoga 28 ni mchanuo shoga, lazima uwe askari. Askari huku uraiani, umvizia askari polisi. Kama una kisu, una bunduki, utatumia silaha yoyote unajua wewe. Ukimuua askari wanzako wa namba 28 umekuona, unapewa namba 28. Kama umeshindwa kuwa askari uraiani, basi inabidi uende jela. Jela kule unatafuta kesi yoyote ya kimagumashi, kwa sababu kule kuwa askari gerezani ni rahisi, kwa sababu askari gerezani anashangaa nini kashika jigo lake, mzee muda kula ule paga maana yake ni foleni hakuna kula. Kwa hiyo mzee pale unamwai askari, kama una kisu chako unamrukia shingoni, unampa vitu vingi, na wewe utapigwa sana rungu pale, utapewa sana mateso, lakini namba ushaipata. Na namba ukishapata namba maana yake wewe bosi South Africa, kwa sababu namba respect. Yani bosi namna gani? Kwa sababu namba wale sio wafanya biashara, sio wanafanya kazi serikalini, wauzi maduka, wafanya nini? Wale ni criminal, watu wa criminal, wanamiliki madawa, wanavunja, au sababu wana watu kukodiwa kwenda kumuua mtu, labda mtu kwa kuzingua, unawafuata wao bwana, unawalipa, wanaenda wanaua mtu, mfano kama alivyokufa Lucky Dube au Senzo. Yani wale wana manamba ndio wameenda kuua, kwa sababu kuna watu kadhaa kukodiwa kwenda kuua mtu, kama alivyokufa Lucky Dube, walivyokodiwa wale watu kwenda kumuua, kama walivyoenda kumuua Senzo, na watu wengine kibao wanakodiwa kwenda, wanawakodi au namba kwenda kuwaua. Kwa hiyo namba ni kundi la magang ya magangster, yani magangster, yani watu jeuri, yani kizazi jeuri, kizazi cha kilimbovu, kama unavyoona kule Japani Yakuza, au sio bwana? Kwa hiyo uwezo wewe ukajitoa Yakuza ukaingia kwenye kundi la Yakuza, masharti kwanza lazima ujikate kidole kwanza mbele ya kundi la, yani kwenye kundi la Yakuza. Na vile vile ukikosema sharti yake kwanza unajiua mwenyewe, unaitwa pale kwenye kundi la Yakuza. Tushaona movie na tunashapata story. Kwa hiyo hii namba sio kitu cha mchezo, kumbe wewe unajipachika tu namba. Kwa hiyo sisi wabongo tukienda South Africa, namba zinatumika zaidi kwa ajili ya kukaba, kukaba kwa wazawa. Kwa mfano umemkuta mzawa na simu, au sio bwana, na simu kali au na pochi, wanataka kumwibia wewe, kama 26 unamfanyia tu hivi, osh, give me your phone, give me your poch. Sasa South Africa anajua nini maana namba raia, au sio bwana, anajua huyu namba ni 26 hii amenifanyia hivi, huyu hajaipata hii namba, kaua mtu kwa kisu, kwa kumpiga bisu la shingo. Kwa huyu anataka simu yangu, nisipompa huyu 26 ataniua. Kwa hiyo South Africa anakabwa kilaini ukimfanyia hivi tu, osh. Sasa mimi mbongo huwezi kunifanyia hivi nikakuachia simu yangu. Mimi naona kama unaniambia taarabu tu vidole juu. Kwa hiyo mimi nakusogelea kwa mbali na kuotea kijiwe kama kipo kipeving na kubamiza na chucha uso. Wenyewe unajua bongo wa kilimbovu. Lakini wasauzi kwa wasauzi wenyewe nakabana. 27 akitaka kumkaba mtu hata kama bunduki anayo, anaweza bunduki asitoe, akamchukulia mtu Msouth Africa mwenzake kwa kumuonyesha vidole tu. Akafanya osh, give me your money, all everything. Basi Msouth Africa anatulia, anajua huyu 27 hapa anapata mimi kafanya hivi, bunduki anayo kiunoni, ataniua huyu. Kwa hiyo cha msingi anazama, anatoa nani, anamkabidhi. 28 hivyo anafanya osh man, osh kama shoga anafanya hivi, osh give me your money, anafanya hivi 28. Hiyo shoga, hilo 28 shoga. Lakini kaua askari jela au raiani, huyo ndio kaipata namba hii 28 mchanuo, hii inaitwa 28 mchanuo. Kwa hiyo wewe ukishamwona mtu anakufanyia hivi, afu labda mlangilangi kasuka huku akafumua akaeka ileni, utaona kama kishoga, lakini hatari, kaua askari, usimletee masiala. Kwa hiyo hapo yeye kama South Africa anajua nini maana hizi 28 mchanuo. Anatoa, anajua kwa askari. Sasa kama kwa askari anashinda kuniua mimi huyu, anatoa. Kama mwingine 28 ya kubana hivi, skangaga ambayo sio shoga. Osh, give me your money. Mpumalanga huyo. Hiyo mwanangu hiyo maisha. Au mshonalanga anaitwa. Yepi, yani huyo mshonalanga. Yani wafanya hivi. Wafanya hivi yani kuna 28 ya kubana, alafu 28 ya kuchanua. Hii mchanuo. Hawa ni mashoga. Mshonalanga huyo. Mshonalanga ndio vipi, sijakuelewa bado. Kuna Mshonalanga na Mpumalanga. Mpumalanga ni mji. Mpumalanga ndio inapoanzia jua, inapotokea jua, au sio? Inapochomozea jua. Ndio ambao 28 hao. Ushaelewa sio bwana? Kwa hiyo picha linaanza South Africa, watu wengi picha linaanza au sio bwana, wanafanya yani wanabahatisha kwenye namba, watu wanakuja huko wanajifanya kwamba wao yani namba, mtu anaamka asubuhi na mimi namba 20, namba fulani, namba 26. Sasa wewe unajipa namba 26, wewe umemuua nani na nani kaona? Wewe unajiita wewe namba 27, wewe umemuua nani na nani kaona? Au umeua sisimizi? Kwa hiyo sisi wabongo watu wakujipachika. Kweli mwanangu, katika maisha yangu pale mzee story, baada kumuona mtu kapigwa risasi ya kichwa, nikaulizwa nangu akanielekeza bwana hao namba akilipofu. Kweli mwanangu nimetulia pale mpaka mida saa 4 ya usiku, kufika saa 4 ya usiku mwanangu pale katika kukaa mwanangu nakuta watu, kila mtu anaondoka ananikimbia.
Alafu mimi kumbuka midugu yangu yupo wapi? Debeni Natali ndio nilikuwa namfuatilia Debeni Natali ujue. Debeni. Mimi nipo zangu wapi Johannesburg, alafu nimefika kwa washikaji. Kwa hiyo washikaji wote wananikimbia kwa sababu nimefika South Africa, kimagumashi mfukoni hapo ndio nakumbuka nilibaki kama na 2500 ya kibongo. Chumba cha uani nimemwambia kulala 150 nje ya mji. Au sio bwana, na hamna mtu atakuchukua kupeleka kwenye kitu lake kwa sababu mtu anaweza kaogopa kwa sababu Watanzania wengi wamesaidiwa South Africa, mtu anampokea mbongo mwenzake. Bwana karibu twende nyumbani kwangu ukalale Omboi, una sehemu ya kulala umefika South Africa unatamia. Kwa hiyo mzee akifika pale anamwacha, amelala naye asubuhi anambia mimi nakuja naenda hivi. Mbongo yule ambao kapokewa, anafungua godoro, anamsachi muuni ambaye mwenye geto lake kama amekuta hela anaiba. Anatoka pale anaenda mji mwingine kama alikuwa Johannesburg anaenda Cape Town, East London wapi. Kwa hiyo wabongo wengi washaibiwa South Africa na Watanzania wenzao kwa sababu ya kuwapokea wageni, kuwakaribisha majumbani kwao. Kwa hiyo wabongo sasa hivi wanaogopa kukupokea wewe Mboi unaenda South Africa unatamia, anajua utamuibia, kwa hiyo mtu anakukimbia, atajua mwenyewe utapolala. Umetafuta South Africa umefika, umehatimba sasa umeakanyaga. Utajua mwenyewe, na ndio maana kuna wazururaji wengi na wanalala nje wengi. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikakimbiwa hiyo. Auzo vipi bwana? Na washikaji. Kweli dakika ya mwisho mwanangu, kuna mwamba mmoja anabamia na uwanjani hapo nyuma hapo, gadeni hapo. Nikamwambia wewe una gadeni? Kweli sio poa mwanangu, nikakaa nikamwangalia mwamba mmoja hivi nikasema wewe usinitanie wewe. Mtu nikamfuata unaambiwa wewe vipi mbona nifuata mimi? Mbona nifuata mimi? Nikamwambia mimi nakufuata wewe mwanangu, mimi naona washikaji kibao wananikimbia afu sielewi pa kulala afu naona migorofa tu hapa. Mbona unifuata wale? Nikamwambia mwana mimi nikufuata. Afu nyuma bongo tatizo mnazikua mnakuja South Africa hata Kiingereza nyinyi hamjui, afu hamna fadi hamna ujuzi, hamna tayari ya akiba. Sasa hapo mko na hela akiba mwanangu, si ningekupeleka kwa mwamba dini, kuna mwamba hapo mitaa ya Ovili mwanangu anatafuta mtu akuchangia naye chumba rafiki yangu. Chumba nalipa 200,000 kwa mwezi. Kwa hiyo ungekuja tena 500,000 400,000, ina maana ungetoa 100,000 au sio vipi bwana, ungeenda kupanga naye chumba ungeishi naye. Kesho ningekutafutia hata kona, kuna kona pale kati. Au sio vipi bwana, kuna jamaa alikuwa anafanya biashara ya maepo, sema kafilisika msingi tu na nini chuma lile kuwekea maepo hapo, sehemu ya kustoko ipo. Uwe hela ingekusaidia wewe kufungua hata biashara, ungezuga siku 2 3 kama tunaendelea kujua South Africa. Umekuja una 2500 mfukoni Omboi. Pa kulala una chumba cha kula, nani atakuchukua Omboi? Mbona nyinyi mnakuja tu, mwamba ananipanga hivyo. Anaanza kupa makavu la hivyo. Mbona mnakuja tu kwa maisha yangu, kuja kuganda watu, mnakuja kama mizigo ya mavi. Wewe mzigo wa mavi au vipi? Mwanangu niko na hiyo kwa lisopoa mwanangu. Mimi nikamwambia mwanangu mimi nijua South Africa mwanangu, maisha fresh hadi huko na miti. Kwa nini stories za South Africa nini ukajua hela zipo tu nje tu? Mwanangu dakika mwisho mwanangu mwanangu nikamganda akamwambia basi sikiliza mwanangu tunaendelea tu mjengoni mwanangu, ule mjengo mwanangu akaniingiza kwenye kuna mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Harrison na mtaa wa GP, kuna mjengo na mwanangu unaitwa Titanic, huo bongo la mjengo mgorofa huo baba, huo mgorofa na floor kama 14 au 15 kwenda juu. Baba mwanangu nilipoingia pale mwanangu kufika mlangoni kwanza nikakutoa bongo, kazi yao pale wanakaba pale, au sio vipi bwana, wanakaba afu wanakimbilia mle juu. Au sio bwana, wanakimbilia mle kwenye mgorofa kwa sababu mgorofa bangu hauna umeme, hauna maji, hauna choo, watu wanakuja kwenye mfuko wa lambo. Hiyo katikati ya town kama unavyoona Kariakoo au Posta. Mgorofa upo pale. Umetelekezwa. Yaani mgorofa ulikuwa wa Mchina, alikopa hela benki, katika kukopa hela benki, Mchina sio kashindwa kurudisha hela benki, kwa Mchina nini kaukimbia kaondoka, kwa mjengo upo chini ya benki ya FMB. Kwa sababu mjengo wenyewe upo karibu na benki ya FMB. Au sio bwana, kwa ule mjengo ule, au sio bwana FMB kwa muda huu hawana mpango nao, hawana matumizi nao, wameuacha. Kwa hiyo sisi mafolena kutoka mataifa mbalimbali, Mozambiki wapi, Malawi wapi, tumeuvamia. Au sio bwana, wa Tanzania tumeuvamia mwana tunaishi. Kwa hiyo mwana dakika mwisho mwanangu mzee kufika pale mwanangu mlangoni giza. Ndio mnishangazi mwenyewe tukatoa tochi kawasha. Mimi namfuata nyuma. Anambia mwanangu umeingia kwenye mjengo. Au sio vipi bwana? Umehatimba. Au sio vipi bwana? Hujawahi kulala sehemu kwenye baridi, huja sehemu chafu kama hii tu uzaliwe ndio kuja kulala South Africa. Haya twende sasa, na yote mnataka mwenyewe kuja South Africa bila kujipanga. Haya akapandisha juu, kwani mzetu kapandisha juu mpaka floor ya 4. Kufika floor ya 4 mwanangu ile, nashangaa mwanangu ile. Mwamba ananiambia bwana sikiliza, bwana hapa kuna mjengo japo unaona hauna maji, hauna choo, hauna umeme. Mjengo bwana kuna watemi wa South Africa wanaitwa Manduna. Hao Manduna hao ndio watemi wa South Africa wa pale maeneo ya Johannesburg, labda hapo Mpumalanga, kwa Zulu Natali, Richard Bay, Durubani, Debeni hiyo, hao watemi wa Kizulu hao wanaitwa Manduna. Manduna hayo. Bonga mijitu inakula nyama mwanangu, nakula miugali kwa kwenda mbele. Sasa hao wamekuja mule katika vile vyumba baada ya kuona wageni wameingia katika ile jumba bovu. Wao wameenda mule wameforce wanajimilikisha. Wanakwambia mjumba huu sisi wa kwetu. Au sio vipi bwana? Yani sisi ndio South Africa nyinyi wageni. Kwa hiyo chumba hiki na chumba hiki na chumba hiki na chumba hiki cha kwangu mimi, na mwingine anakuambia chumba hiki na chumba hiki chumba hiki cha kwangu mimi. Wewe unakaa hapo kila mtu kwa mwezi atoe 100. Kwa hiyo chumba kimoja mkiwa watu 4 kwa mwezi na 400.
Ushaelewa? Hauna basi anakuchukulia, anakutulia mfano, anakupeleka juu, anaenda kula, anakupushi. Anakupushi mwanangu, unadondoshwa chini. Ukidondoka chini ukipasuka pa, mwingine akiona anaogopa, anatoa hela. Kwa hiyo watu kibao washasukumwa juu ya gorofa floor ya mwisho kule. Wabongo kibao washasukumwa kwa sababu kushindwa kutoa kodi. Sehemu ya kulala South Africa dili kuliko kula. Kama Tanzania sehemu ya kulala sio dili kuliko kula dili Tanzania. Lakini kulala sio dili. South Africa kula sio dili, kulala ndo dili. Kwa hiyo wewe chagua moja kati ya kulala na kula, bora nini? Ukitaka kulala kwa shida na ule kiurahisi, nenda South Africa. Ukitaka kula kwa kuungaunga alafu ulale bila matatizo, baki Tanzania. Kwa hiyo utachagua mwenye, kila nchi na changamoto yake. Hamna sehemu ambapo hakuna changamoto. Kwa Tanzania kwa kulala fresh. Kulala viumba hadi 30,000 40 hadi masaiti hapo mtu. Kuku kwa mwaka mara moja. Lakini South Africa kuku dai ile utakula kuku kwa kizungu babloila, sio kuku kwa Kiswahili. Vikundu chuna kibao. Vikundu chuna kama vyote. Unajua vile utumbo ni vipo kama vyote. Landi 5, landi 7 unapata. Unaenda una mzigo wa maana, unaenda pale unachemsha au sababu unakula vile sumu zao hivyo, kwa sababu ile mikuku kwa kizungu sio unajua. Unakula nini fresh na ugali uhakika. Sasa cheche kwenye kulala baba, na baridi na kule baba ilivyokuwa baridi kali, ikifika mwezi wa 6 kuitafuta mwezi wa 9 hiyo winter time hiyo, barafu linaanguka juu yani vijiwe kabisa mwanangu. Kama nyumba ya bati unasikia kabisa juu mzee, kama ile barabarani unapita mwanangu vinakuumiza. Ukienda zako Eastern Cape huko mwanangu, mimi kuna kipindi nilikuwa naenda zangu Mtata kupeleka mizigo kwenye maduka ya Somali. Mwanangu njiani unapita kwanza unasimamishwa kwanza magari kwanza. Wewe simamisha. Askari mwanangu, magari msululu kwa sababu barafu limeanguka, barabara nzima imeziba barafu, barabara uioni. Huku pembeni barafu pembeni. Kwa hiyo juu barabara imepita wapi? Kwa hapo ndo mnasimamishwa, mnatulia kwanza mpaka kijua kitoke, alafu linapita greda linaanza kuzoa barafu barabarani. Hiyo Eastern Cape hiyo inaenda zako Mtata huko. Kuna miji inaitwa kama Elioti, kuna miji unaitwa kama Ngobo, Queenstown huko. Hiyo mwanangu kama unaelekea East London huko mwanangu, hiyo ukifika zako Queenstown, Bloemfontein, unakunja Cape Town inaenda hivi na nyosha, wewe unakuja unakula hii. Basi huko mwanangu barafu nini rodi. Mwanangu nimeziba barabara mwanangu. Turudi pesa pale ghetto pale, jamaa ndo mnapanda naye sasa kwenye gorofa pale. Kwa mwanangu nilipopanda juu mwanangu, na unalegea na nini wewe mwanangu, kufika pale juu mwanangu da fresh nini, akaniambia bwana mwanangu chumba iko hapo. Chumba na nakumbuka kama chumba namba 400 kile na 4 kule mwanangu, nikaingia pale nini, kutoa washikaji wamelala watatu. Kule watatu mwanangu akanikaribisha, akaniambia bwana wewe tutalala chumba wawili. Kule mwanangu sasa mwanangu ananiambia bwana sikiliza, Manduna mwisho wa mwezi bado kama wiki 2 inabidi mwenetu, yani wewe hapa ufanye mpango utafute landimio, umeingia South Africa na 2500. Hao sasa bora utafute landimio, hao akija mwisho wa mwezi 2500 Tanzania, 2500 rand. Tanzania. Rand tena 2500 nayo tena mwanangu, singeenda kupanga chumba cha peke yangu, chumba cha umeme mwanangu, maji moto maji baridi, nikalale humo. Jumba lina maji lina choo. Mambo ndo kalabu 2500 tu. Yaani ndio nimefika nayo huko katika ile natoka nazo huko njiani nimefanya. Wanasemaga alafu wengi sana mabaria huwa anapandisha hela. Wewe ulipandisha hela? Kupandisha hela hiyo ni unakuwa kama shoga sasa, kwa sababu kitendo cha kupandisha hela sasa hiyo unakuwa shoga hiyo. Maana